kufikisha mazao yao sokoni. Narok oye! Narok oye! Jambo la mwisho, lazima niwaeleze watu wa Narok. Muliniambia vile vile nipange vile watoto wetu wote watasoma. Na kulikuwa na matatizo mengi ya CBC. Lakini wakati nimechukua usukani, nimeweka jopo. Sasa tumeajiri waalimu 76,000 wapya na waalimu wengine 20,000 tunaajiri mwaka huu. Ndio tuhakikishe ya kwamba mtoto wa kila Mkenya anapata nafasi ya kusoma bila ya matatizo, na vile vile tumeweka taratibu maalum ya funding model ambayo itahakikisha watoto kutoka jamii maskini wakienda TVET ama university wanapatiwa scholarship ya 90%, ndio kila mwananchi apate nafasi ya kumsomesha mtoto wake bila ya kujali nani ni maskini, nani ni tajiri, kwa sababu sote ni wananchi wa taifa moja. Kama si kweli? Na pia tumekubaliana na hawa governors ya kwamba mambo ya matibabu, mambo yetu tunataka ni matatu. Ya kwanza, kuhakikisha ya kwamba bima ya afya ya Kenya haibagui watu wenye hawana mapato ama wale wenye hawana kazi. Ile ya NHIF ilikuwa ya watu wenye wako na kazi na watu wenye wako na uwezo. Sasa tumebadilisha na tukasema it must be universal. Lazima imfikie kila mtu, hata yule mtu hana ng'ombe ama hana kondoo ama hana shamba. Pia tutamweka katika mpango ya bima ya afya, ndio kila mwananchi aende hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa, kwa sababu bima ya afya ya Kenya itasimamia wananchi wote. Mimi nawapongeza watu wa Narok. Mimi nimeona ya kwamba mmejisajili kwa fujo. Kenya hii, ile NHIF ya zamani ilikuwa ni watu 8,000,000. Hii ya UHC ya SHA sasa imefika Wakenya 22,000,000 wamejiandikisha, na tutafanya sasa rollout kubwa mpaka tuhakikisha kwamba hakuna Mkenya anawachwa nyuma. Hivyo ndivyo tutakavyobadilisha taifa letu la Kenya. Ndugu zangu watu wa Narok, hatuwezi kubadilisha nchi ya Kenya kwa mdomo na kwa siasa duni na kwa ugomvi na kwa ukabila na kwa chuki. Ndio mimi nimesema ya kwamba tunaunganisha taifa letu la Kenya. Watu wa Narok hoye! Mimi nauliza nyinyi watu wa Narok, Waswahili wanasema umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Ni kweli ama si kweli? Mimi nimetengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Nimeongea na former Prime Minister, ndugu yangu mkubwa Raila Odinga. Tumekubaliana kutengeneza serikali ya broad based, ya mapana na marefu, ndio tuondoe chuki na ukabila na migawanyiko, tuweze kulenga vile tunaweza kutekeleza wajibu wetu kama viongozi kwa wananchi wa taifa letu la Kenya, bila ya kujali wamepiga kura wapi, ni wa jamii gani, wanatoka sehemu gani, because that is the kind of nation we want to build, a united, prosperous nation, and it is only possible if we close ranks and work together. Mimi sitaki kusema kuzidi hapo, si ndio? Huyu my friend wacha kwanza wacha kwanza nimuite gavana wetu Mheshimiwa Patrick Ole Ntutu atusalimie.